Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Natumai umepokea details za finance bill ya mwaka huu mwaka 2026, na kama bado usikuwe na wasiwasi, nakupa muda usiokuwa mrefu. Mimi nimeipitia and I can tell you kwamba ni mbovu, ni mbaya. Na kwa sababu ni mbaya, natarajia watu kuikataa. Na kwa sababu watu wataikataa, natarajia watu kuingia street kufanya nini? Kufanya maandamano. Sasa sikiliza. Shida yangu sio watu kwenda kufanya maandamano. Lakini wasiwasi yangu ni Rais William Samoei Ruto. Kwa nini? Kwa wale ambao wamekuwa makini na wanafuatilia Ruto toka anaingia kwenye ofisi mwaka 2022, watagundua Ruto yuko very slow kabisa kwenye kugundua kwamba hapa kutakuwa na hasara kubwa kabisa. Hapa mambo yataharibika. Kwa hiyo ni stop, nipunguze ambayo nitapunguza, niachane na ambayo tutaendelea nayo. Na nataka nikupe mfano nzuri kabisa. Mwaka 2025 finance bill ndio hiyo, watu wameikataa. Wameilazimisha ikapita. Vurugu ndio hiyo, maandamano. Wangapi waliuawa? Wengi sana. Watu walikuwa wanafanya maandamano, watu wanauawa. Each and every day watu walikuwa wanauawa. Watu wakauawa wengi sana. Lakini Ruto alikuja kukubali matokeo baadaye wakati watu wameshafariki wengi sana. Moja kati ya vitu ambavyo Ruto ataishi kulaumiwa kwamba aliruhusu watu mpaka wakakufa ndo akakuja kufanya mabadiliko. Point yangu ni hii. Mpaka Ruto anakuja kukubali kwamba hii ni mbaya. Hasara ambayo waga tumeshapata ni kubwa sana, mtazamaji wangu. Trust me. Sasa mwaka 2026 sio niongee na maafisa wa polisi, sio niongee na William Ruto. Na kwa sababu najua Ruto ashakuwa slow, but at the same time wao ndo watakuwa wanatoa order kwa maafisa wa polisi kukabiliana na watu ambao watakuwa wanafanya maandamano. Acha nizungumze na maafisa wetu wa polisi. Ndugu zanguni, tusijipate sehemu ambapo tulijipata mwaka 2025. Tusiuawe. Ndo kitu ambacho naweza nikawaomba. Na wote wakubwa ambao mko pale ndani, hakikisheni mnaongea na ndugu zenu. Tusijipate sehemu ambapo tulijipata mwaka 2025. Acha nikupe details kuhusu finance bill ya mwaka 2026, mtazamaji wangu, but before that naomba tupitie taarifa hii hapa ndo tuendelee. Kwanza kabisa ni washukuru Team Double Updates na wote ambao tuliamua kukuja pamoja, kushikana mikono, kushirikiana ili dada yetu hapa Emma apate usaidizi. Maybe kwa wale ambao hawajui kinachoendelea, itakuwa vizuri kabisa kama na nyinyi pia mtasikiliza kilio chake. Kwa majina naitwa Emma, 40 years. Na nashukuru sana Brian kwa kukuja kwako na hapa kwangu na watu wako. Mmekuwa mmesimama na mimi. For now ni 3 years kama umesimama na mimi. Imefika 3 Imefika 3 years sasa. I think ilikuwa 2024. Yeah. Umekuja huku mara ya kwanza. Yeah. Nashukuru sana na watu wako. Vile mmekuwa mkisimama na mimi. Cause unaona watu walianza na mimi. Walichoka na mnaelewa pia vile economy maisha iko. Na waelewa hata na washukuru pia. Na sahi kile imefanya nimekuita Brian sana sana. Nilikuita jana na umefanya vizuri umekuja. Asante kwa hiyo. Na sahi nimekuita juu ya oxygen. Oxygen. Sahi natumia oxygen. Na imeisha. Na niko na shida ya kidney for 10 years now. Na hiyo shida ya kidney sasa imeleta heart problem ambapo zote zimefail mbili. Yeah. Na sasa imeleta shida ya heart. Heart inafura ambapo inafinya lungs. Siwezi pumua. That's why niko na hii oxygen hapa. Heart ikifura inafinya lungs. Inafinya lungs. Sasa huwezi pumua.
juu lungs inanisaidia kupumua. Sasa ikifanya hivyo nashindwa kubreathe mpaka ni pass out. Na saa hizo nakimbizwa Kenyatta ama Magati. Which sasa hata saa ingine pesa ya kwenda Magati inakosekana juu ya fare. Na tena pale ukienda like emergency lazima pia ulipe. Cause hizo watumii ni kama hujaadmitiwa watumii SHA. Sasa lazima ulipwe kuwekwa kwa oxygen. Ambapo nilikuwa napelekwa kila time. Ndio one of the member wa church ndio akanisaidia hii cylinder ya oxygen. So ulisaidiwa hii? Nilisaidiwa. Na alileta kama iko nusu na saa hii imeisha. Which hata saa hii siwezi kunywa hata maji. Nikikunywa maji inaingia kwa heart. Na saa hizo ndio nakuwa na shida kabisa hiyo kupumua. Naogopa juu oxygen yangu hakuna saa hizi. Hii sana sana ndio nimekuita Brian unisaidie. So hii kujaza ni pesa ngapi? Hii kujaza ni 6K. Unawapigia, wanakuletea ingine, wanachukua hii wanaenda nayo. Kama imejazwa nakaa nayo for 3 months. Inanisonga for 3 months. Tena madawa zile na meza juu saa hizi hapa Brian nimevunjika both sides. Mguu zangu zote mbili zimefunjika. Na niko na uchungu sana juu bones zangu ni weak. Sijawekewa plaster na sijawekewa hata chuma. Niko tu hivyo tangu nivunjike. Sasa nameza tu dawa za kufanya bones zangu zikuwe strong, ambapo ni vitamin D injection, ambapo nadungwa kila siku for 50, which I cannot afford. Ikienda 450 per day, but per month ina cost 15,000. Which inakuwa ngumu sana kupata. Na ndio na zile na meza ya Osteocare Plus pia kununua ni 2,400 monthly. Sasa hiyo ni ya kumeza pia monthly per month. Okay. Sasa inakuwa ngumu sana kupata. That's why Brian nimekuita hapa unisaidie, siwezi peke yangu. Unisaidie na watu wako na nitashukuru sana sana. Na ijakuwa rahisi cause unapata hapa napitia hizi juu bwana aliniwacha huko Osi, akaniwacha na watoto. Na saa hii sasa inakuwa ngumu sana. Hakuniwacha ati alikufa, alitoroka juu niko mgonjwa. Sasa ndio inafanya napitia ngumu kila time Brian. Nakuita unisimame na mimi vile umekuwa ukisimama na mimi. Okay, sawa. Nataka turahisishe mambo hapa. Wasiwasi yangu kubwa na Emma ni hiyo oxygen. Sasa nina uhakika hapa siwezi nikakosa watu 600. Ukiwa mmoja wao, so let's do this. Kwa watu 600 piga na shilingi 10. Nataka tufanye challenge ya 10 bob. Kwa watu 600 nikipata 10 bob kutoka kwa kila mtu, kwa hawa watu 600, tutafanikiwa kupata 6,000. Then hii 6,000 tukifanya nini? Tukirefill hiyo oxygen atakuwa safe 3 months, atakuwa vizuri sana. So ndo baadaye maybe kama kuna mtu mwingine ambaye atasema jamani mimi naongezea another 6,000 imshikilie miezi mingine 3 huko mbele hivyo, mimi nitashukuru sana. But kwa sasa hivi tunapozungumza hii oxygen tuijaze kwanza. Mimi naomba kabisa ndugu zangu. Then kwa wale ambao wanaweza wakatusaidia kwa upande wa dawa, au kama tutaendelea na challenge itatusaidia pia kununua dawa, kwa sababu kuna vitu vingi hapa. Kuna rent, kuna chakula pale, kuna transport ya kwenda dialysis na nini na vitu kama hivyo. Nina uhakika tutakuwa tumemshikilia pakubwa sana. But kwa sasa hivi hiyo oxygen nadhani ni muhimu sana. Naamini ni muhimu sana mtazamaji wangu. So let's do it. Details ndio hizi hapa. Tunafanya challenge ya 10 bob and nina uhakika. But again, kwa mtu ambaye anaweza kupata 20, 30, 50, 100 kuendelea, there is no problem. And mimi naamini everything is going to be all right. Na Emma tutasimama naye, yani kadri uwezo wetu. Sehemu tutaweza tutafikisha, si ndio? And asanteni sana kwa mara nyingine tena Team Double Updates na wote ambao tunaendelea kusafiri kwenye safari hii hapa ya kumsaidia Emma. Asanteni. All right. Finance bill ya mwaka 2026. Msikilize hapa Rigathi Gachagua ndo tuzidi. Dear Kenyans, let us now look at the Punitive Finance Bill 2026-2027.
This is the worst finance bill in the history of Kenya. It does not deserve the light of the day. The bill is deeply detrimental. It increases heavy taxation pressure, doubles compliance pressure, and escalates household costs. We thought it would have been expanded the economy and cushioned the ordinary mwananchi. Our first concern is the continued pursuit of unrealistic revenue targets, despite a history of persistent underperformance and an underperforming economy. The government revenue collections have consistently fallen short of targets, yet the response has been to introduce new taxes and illegal levies rather than addressing inefficiencies, broadening the tax base, or stimulating economic growth. This creates a cycle where businesses and citizens are repeatedly asked to shoulder a heavier burden to compensate for unrealistic fiscal planning. Immediately, we would stop the housing levy deductions to give relief to the payslip, return dignity to the employed, and extra expenses on employers. 2, we would propose that the government cuts wasteful and non-essential expenditure. State machinery must tighten its own belt before it demands sacrifice from the public. What is Kenya shilling 17 billion allocation to State House stand for? We would reduce it to Kenya shilling 3 billion. Thirdly, debt growth must be slowed, and then disciplined borrowing must be linked to high impact development, not recurrent consumption. Kenya must move toward a more sustainable fiscal posture with a credible plan to reduce the deficit over time. Fourthly, education, agriculture, and health must be protected as priority sectors. Agriculture should be funded as the engine of food security, rural employment, and lower inflation. Health should be funded as a core human right and an investment in productivity. 5, the government should pay pending bills to businesses and suppliers. That would restore liquidity, support SMEs, and stimulate activity across the economy. 6, taxation must be broadened fairly rather than imposed repeatedly on the same shrinking base. Compliance should be improved through modernization, transparency, and trust, not through punitive pressure on household already stretched to the limit. 7, Parliament must claim its oversight role. Budgets should be interrogated line by line, not passed as routine exercise. The legislature must insist on accountability, realistic revenue assumptions, and the protection of vulnerable sectors. Oversight is not obstruction, it is stewardship. Finally, the government must restore accountability. Every shilling spent should be explainable. Every project should be measurable. Every ministry should be held to performance, not rhetoric. Nataka niseme kitu. Ruto, shida ni wanaomzunguka. Kwa sababu naamini hakuna binadamu ambaye hana mapungufu. Na Ruto anaweza kawa na mapungufu fulani. Lakini sijajua kama ndo uoga wale wanao ama ndo kukua comfortable to around president, kwamba chochote ambacho yeye anataka kinafanyika anavyoitaka. Naomba nyie ambao mko karibu na rais, hawezi kuwa perfect. Mwambieni, hakikisheni mnamwambia kwamba hii, before tuingie kwenye mambo mengine, matatizo mengi, wachana na hii kitu hii. Hii finance bill, punguza vitu vingine hapa ama vitu vitakuja kuharibika. Alafu ndo tunaelekea uchaguzi. Kwa wanaonifuatilia, washaisikiliza mimi nikilia, nikisema kwamba Ruto ni mtu ambaye waga hajali. Sio mtu wa kujali eti wanaichukulia, waacha waichukulie watakavyoichukulia. Mwambieni ukweli. Tunaelekea kwanza uchaguzi. Watu hawajasahau ya mwaka 2025. Akiongezea mwaka 2026. Akiongezea ya mwaka 2026, itaharibika zaidi mambo. Itaharibika kabisa mambo. Hiyo unajua ni hasira mara, okay, kuna hasara hapo na kuna hasira at the same time. Mara ngapi? Mara 2. Ongezea na namna ambavyo waga wanaongea kwamba tutajaza, waende wajaze.
niambie kama kutakuwa na amani, lakini tuongee tu kweli. Watajaza sawa, mimi sikatai, lakini niambie kama kutakuwa na amani. Finance bill ndio hiyo hapo. Watu wameingia street, watu wamevurugana, watu wamepigwa, wamerudi nyumbani, wengine wameuawa, wamerudi nyumbani. Niambie wameenda wamejaza, yani niambie kama tunaweza tukawa na amani kama taifa. Kwa hiyo mnao mzunguka rais. Rais anaweza akawa na changamoto zake, na mapungufu yake fulani. Maybe sio mtu wa kuambiwa kitu, lakini mwambieni, msijiingize kwenye mashida. Kwa sababu watu wameamka kabisa. And I told you, hii ndo ile era ambao vijana wameingia kwa siasa, na ndo era dangerous kabisa, I'm telling you. Heri kipindi cha nyuma kulikuwa na wazee ndo walikuwa wanachukulia siasa serious. Vijana washaingia. And akisikia tu kwamba hapa kuna namna tunachezewa, hapo inalipukia hapo. So mimi kitu kimoja tu ambacho naweza nikasema ni kama Ruto mwenyewe yuko slow kuona kama kutakuwa na shida, then nyie mnaomzunguka hakikisheni mnamwambia kwamba there is something wrong somewhere. But I understand at some point utagundua kwamba kuna too much pressure, sawa, kutoka nje, kwa sababu ujue kama ni kukopa tumekopa sana. Kuna mamikopo ya ajabu. Mimi nakwambia kwa serikali tumekopa hata kuliko Uhuru Kenyatta. Yani ya Uhuru miaka 10, ya Ruto miaka 5 amekopa kuliko Uhuru Kenyatta. Na najua kuna too much pressure na lazima walipe hiyo pesa. So lazima kuna vitu viwe vimepanda ndo walipe pressure. Sasa ikifikaga finance bill ndo mnajua disadvantage ya kukopa. Kwa sababu mtaambiwa kiasi ambacho kinaingia kwenye mkopo, utachizi. Mimi nakwambia ukweli, wewe utakuja kuchizi. Utashangaza, ujiulize, kweli? Na ndio maana kumbe wanatupea pressure hivi. Now that's where the problem is. But mimi narudia tena na nawaomba viongozi wetu ambao ni wabunge na watu wanawaangalia, mwambieni Zakayo kwamba jamani, hii hapa isituweke sehemu ambapo tulikuwa 2025. Yani hatutaki kabisa. Mimi sitaki kupoteza, mimi sitaki kuona hata ambaye simjui anapoteza maisha. Sitaki hizi stories za watu kuuana na maafisa wa polisi kupiga risasi. Yani ndio vitu ambavyo nataka kuona nchi yangu inakuwa na amani full time. Ndio kitu ambacho naomba Mwenyezi Mungu ifanyike. Si kama tunaelewana. Anyway, tukiachana na stories za finance bill. Eric Omondi alikamatwa leo. But again, Babu Owino ni nani? Though amejaribu kuweka mipango atolewe ndo maybe Jumatatu aingie mahakamani, lakini inaonekana maybe waliotumwa waliambiwa kamata, lazima uweke ndani, maybe tukutane on Monday. And that's what happened. That's what happened. So sasa hivi tunavyozungumza, I think Babu alifika pale na alikuwa na haya ya kuzungumza. Good evening mheshimiwa. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. Hebu tueleze kule ndani kumekuwa shughuli imekuwa vipi? Asante sana. Tumekuja hapa siku ya leo kuona Eric Omondi. Eric Omondi was arrested earlier today at around 12:15 p.m. He was arrested at Jomo Kenyatta International Airport while in the plane going to Kisumu County. And Eric Omondi's charge, an alleged charge, as per the reports that has been written by the DCI officers, is that he was obstructing vehicles during the past protest. The protest that led, actually, when the fuel prices went up, there was a protest that was called by the matatu drivers and Kenyans because of the increment in fuel prices, and Kenyans were annoyed, went on the streets to express their grievances. There were some who were arrested, arraigned in court, and today Eric has been arrested because of that same incident, alleged same incident. I want to tell you as Eric's advocate that that charge is
frivolous. The charge is fickle. The charge is limping. The charge is vexatious. The DCI officers are on a fishing expedition, and all these razzmatazz, all these things that they are doing are in fertile imaginations. There is nowhere this will go to. It is clear that the government is busy persecuting its citizens. By Monday, Eric will be out. We've tried to beg so that Eric could be released on a police bond, but they have refused. So on Monday, I'm very sure he will be released. We will be there. And I want to tell the DCI officers to come prepared. Na je, umepata kujua kwa nini it has taken them long kumweza kumshika badala kumshika wakati alikuwa anafanya yale maandamano? But you know how the DCI officers operate. The moment they arrest you, they were planning to arrest him on a Friday so that he could sleep in the police station, in the cells from Friday to Monday. I think that is why, and I don't know why it is not shown that they think that if somebody sleeps in a police station, then it's really punishing. It's not punishing. Actually, to me, it gives you an opportunity to have a me time. You are alone, you can communicate to yourself, you can realign your ambitions, you can think about your vision, and therefore it's not something which is so serious as the DCI officers think that they are punishing somebody when they arrest them on a Friday. So that's nonsense, gibberish, it's nonsensical. Sema watu sasa hivi wanakamatwa sana, lakini nimependa. Yani heri watu wao wanakamatwa hivyo, lakini sio mambo ya mtu kupotea. This time round naona mtu ameenda si watu wanane si wamemshika si anaenda naye wapi. DCI naona kabisa kwenye ukurasa wao washachapisha kitu. It's fine. Yani mimi leo hata nikikamatwa waweke pale. You know, bora itu. Na ndo inchi yetu itakokuwa hivyo. Na yani nafurahia at some point. Yani kamata, sema tumekamata yuko sehemu fulani. Well. Hapo unajua tena familia wanaweza wakaenda waangalie kama ni kweli yuko vizuri. Yani kipindi kile watu walikuwa wanapotea hata hujui ameenda wapi. Hujui kabisa ameenda wapi. So hapo kwa kukamata na mnasema mmekamata na mmeweka sehemu fulani, hapo nawapa tick kama serikali. Lakini tena isiwe tu ya kushikashika eti sasa watu washikwe ili wawekwe you know hofu na nini na vitu kama hivyo. No, hapana. Pia tujaribu kuangalia mpaka anaenda kukamatwa akafanya makosa gani. Tuambiwe tumemkamata kwa sababu ya makosa fulani, tuone kama inaendana na alichokifanya na nini na mambo kama. I'm not against mtu kukamatwa, I'm not against maybe mimi kukamatwa au mtu, but bora tunakamatwa lakini naambiwa nilichokamatiwa, lakini pia inakuwa tuko safe. Yani mwisho siku acha mtu awe safe. I think that's where problem ilikuwa, kwamba mtu anakamatwa hata mjui ameenda wapi, atakuja after 3 weeks na yani so ama maybe apotee kabisa msiwahi kumuona tena. It's something ambayo inabidi ishe kabisa. Kama wataendelea hivyo poa, but again kushikashika hata bila makosa pia kidogo inakuwa ni vigumu. So hakikisheni mnatuambia huyu kakamatwa kafanya A, B, C na D, enda njia ndo hii na mambo kama hayo. Kitambo hata mtu alikuwa anapelekwa mahakamani hata hujui alipelekwa wapi. Wewe unasikia baadaye alikuwa ashapelekwa huko Kiambu. Tuambieni anaenda wapi, kotini, siku gani, saa ngapi, yuko wapi, chini ya uangalizi wa nani, basi tunakuwa na details, inakuwa vizuri. But kama ya Eric Omondi najua Monday atatoboa. Nimemuona Babu Owino na he is sure kwamba jamani huyu mtu hakufanya makosa yote. Alikuwa anajaribu tu kuonyesha dunia jamani mafuta imepanda and kidogo inatuumiza, shukisheni na nini na mambo kama hayo. But this is not the first time anakamatwa Eric Omondi. So let's wait and see. Tuone ni kitu kipi kitafanyika on Monday. Tupatane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.